Mtoto yeye ndio. Tulia. Tulia. Sawa, lakini sinaweza kumchukua kabisa. Tulia, tulia. Huyo huwezi kumchukua. Hicho ni kivuli chake tu. Ila mtoto mwenyewe yupo huko na nimeamua kumleta hapa ili nihakikishe kwamba ni yeye au sio yeye. Ndio yeye huyu. Ndio yeye au ni? Tulia. Basi muue kabisa basi. Hapana. Mimi kazi yangu sio kuua watoto wadogo kama huyu. Kaondoka sasa. Unaona kashaondoka sasa. Basi naomba utulie. Sasa hapa tunaweza tukakaa chini na kuzungumza. Sawa. Sawa. Huyu mtoto si binadamu wa kawaida. Huyu mtoto ni jini, kwa sababu ametokea kwenye familia ya kijini, nikimaanisha baba yake ni jini na mama yake pia ni jini. Alikimbia kutoka ujinini kuja duniani. Kulitokea vita huko ujinini. Kulikuwa kuna vita ya kuua watoto wachanga. Hivyo yeye peke yake ndiye aliyefanikiwa kunusuru maisha yake. Ndipo alipokimbilia huku duniani na kutafuta taswira ya mtu. Na hivi ninavyokuambia, yupo jini mkubwa ambaye yupo hapa duniani, ambaye anafanya kazi ya kumtafuta. Ila si rahisi, kwa maana amechukua taswira ya mtu, hivi hawezi kumuona kwa urahisi. Na pia lingine, huyu mtoto amepewa nguvu za kichawi, hivyo ana nguvu mbili tofauti. Yaani ana nguvu ya kichawi na pia ana nguvu ya ujini, hivyo si rahisi kumuingilia. Hata mimi pia sio rahisi kumuingilia kama unavyodhani.
Sawa ndugu yangu, mimi nimekuelewa mtaalamu, ila unafikiri nitanusuru vipi katika kijiji changu? Na mimi wewe ndo tegemezi langu. Sasa naomba unisaidie ndugu yangu kwa hili. Sawa, nitafanya hivyo kwa uwezo wangu, ila lazima nini nikapate mitishamba, maana hii kazi bila mitishamba hakuna nitakachokifanya. Sawa sawa. Hivyo basi mimi nielekee nyumbani kwa ajili ya kwenda kutafuta mitishamba. Nadhani hiyo kazi tutaianza kesho asubuhi. Sawa sawa. Basi mimi naomba nikuache. Haya, safari njema. Unajua mwanangu, jana Madrid si ndo wamechana ule mkeka? Nilimpa shinda goli 4. Wewe acha tu rafiki yangu. Yaani hapa yenyewe sielewi ila China inapata wapi? Yaani niko tu. Okay. Subiri kidogo nakupigia. Kwa vipi? Shwari vipi? Safi. Shwari, karibu. Nimekuja kumuulizia jamaa, blaza. Blaza yako? Ndio. Sagala? Ndio. Hapana, hapa hajafika. Kwani alikwambia anakuja nyumbani kwangu? Hamna, ana siku ya pili leo hajaonekana nyumbani. Nikajua alikuja kukuaga. Ana siku ya pili? Ndio. Hajarudi nyumbani. Sasa ulijaribu kumuulizia kwa marafiki zake wengine hivi hapa kijijini? Marafiki zake wote nimeulizia, wamesema waje muone. Sasa siku ya pili hajatoa taarifa. Na ulijaribu kumpigia katika simu yako? Simu alishapoteza. Hilo lishakuwa tatizo mdogo wangu. Kwa nini hakuaga? Hapana, mimi sijaonana naye kama siku ya 3 leo, ukiacha hiyo kwa kweli siku 2. Mimi siku 3 sijaonana naye leo Sagala. Alafu unajua yani mambo yanayoendelea hapa kijijini yani hayaeleweki kabisa. Watu kupotea, vituko vya ajabu ajabu. Sasa nilikuwa na wazo moja. Hivi unaonaje ungeenda kutoa hizo taarifa kwa mwenyekiti? Maana yeye nahisi anaweza kulimudu hilo swala kutokana yeye ni mtu mkubwa. Anajulikana mpaka kwenye watu wa juu juu huko serikalini. Nahisi ujaribu kutoa taarifa nyumbani kwake ili mjue inakuwaje. Na mimi huku nitaendelea kupigia ndugu na majamaa na marafiki wengine ili tujue tunafanyaje. Basi sawa. Ngoja niende nikajaribu. Basi sawa, karibu. Pole sana bwana, usijali, atapatikana tu. Haya. Umenitia nini hapa? Kani, nimekuita hapa, nahitaji msaada wako. Msaada gani? Nimebeba mimba miezi mingi katika tumbo langu. Ni mama gani anayeweza kuvumilia mwanae kupotea na yeye akabaki anachekelea? Naomba msaada wako Kani. Natambua hilo, kwamba mimi ndo mwenye nguvu na mwenye mamlaka katika ulimwengu wa majini. Hivyo usipate tabu kunielewesha hilo. Shida yako ni nini? Nahitaji msaada wako. Unahisi nikifute kumbukumbu katika kichwa changu tutakuwa ni msaada wako? Mtoto wako ni mtoto mwenye laana.
hivyo anahitajika atolewe kafara tu na sio vinginevyo. Nakupa nafasi ya kufikiria Kani. Utapopata majibu, naomba mrejesho na kuruhusu uende. Hodi. Hodi. Karibu. Asante. Zako mzee. Sawa, ujali. Sawa. Na bana mbele. Safi. Mwenyekiti, nimekuja kutoa taarifa. Ndio. Na ndugu yangu ambaye ni kakaangu haonekani nyumbani leo na siku ya 3. Nimejaribu kumtafuta kwa majirani, sijafanikiwa kumuona. Nimeona bwana nije kwa mwenyekiti ili nje nitoe taarifa. Sawa, umefanya vizuri kuja kwa mwenyekiti wako. Ushauri wangu kwamba endelea kumtafuta na usiishie kwa marafiki zake tu, sawa, majirani na watu wengine. Majibu yote utakayopata utakuja kunijulisha, wewe umempata au haukumpata. Nije kukuandikia barua ya kwenda kutoa taarifa polisi. Sawa mwenyekiti, nimekuelewa. Sawa, fanya hivyo. Sawa. Basi mimi ngoja niende. Nikaendelee kumtafuta. Basi fanya hivyo. Sawa, basi mimi naenda. Ya. Usikose kuja kunipa taarifa. Sawa. Kaundime, nimekuita hapa, habari zako zote ninazo.
Nasikia yule mtoto unamng'ang'ania sana, atakuja kutuletea shida katika kijiji chetu. Sasa nakupa onyo, naomba huyu mtoto uachane naye, umpeleke mbali. Sitaki nimwone katika kijiji changu. Sijui umenielewa? Mwenyekiti, kunitapu mimi nilijua labda kuna jambo la muhimu nataka kunielekeza. Kumbe jambo lenyewe kuhusu mtoto. Labda nikuulize swali. Huyo mtoto anakula chakula chako? Anatumia chochote chako? Au labda anakusumbua kwa lolote? Labda tu nikwambie, hivyo vyote ulivyovisema hajanifanyia hata kitu kimoja. Wanakijiji wangu sitaki wapate shida kwa hili. Nimekuwa gunzo kabisa katika kijiji changu kwa ajili ya yule mtoto. Wewe unamng'ang'ania nini? Umtoe katika kijiji hiki. Sasa chagua kitu kimoja, vitu viwili. La kwanza, kubaki wewe, haondoke mtoto, au muondoke wote katika kijiji hiki. Labda nikwambie kitu. Chochote ambacho kitachokuja mbele yangu niko tayari. Lakini kusema mtoto kutoka hapa kumpeleka popote au kwenda kokote, hilo ni uongo. Alafu mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti wa katika kijiji hiki. Kazi yako kulinda wanavijiji na mali zao. Lakini mimi ninachokiona kama unajilinda mwenyewe tu. Sawa sawa, naona uko tayari kwa lolote. Sitaki mimi. Subiri sasa. Neno la mwisho. Nazingatia sana wanakijiji wangu. Sitaki wapate shida. Ikiwemo na wewe. Ila wewe umejitoa, basi naomba potea. Unapotoka hapa, basi beba na mtoto wako, ondoka kuishi unakotaka. Sawa, nawatakia maisha mema. Na mwenyekiti amekuitia nini huko? Jua kuhusu mtoto. Anasemaje? Zidi hapa yaani anasisitiza tu. Jua huyo mtoto nisiendelee kumshikilia. Ina maana nimrudishe. Unaona sasa? Yaani hadi viongozi wenyewe wanakwambia kabisa kwamba huyo mtoto wewe hupaswi kuwa naye. Sijui unanielewa mdogo wangu? Wewe huyo mtoto hupaswi kuwa naye. Achana naye. Tuendelee na maisha yetu ya zamani. Kwani yeye nani? Na kwa nini umng'ang'ania? Mpaka sasa viongozi washaanza kuliona ili wanakuita. Wewe sasa bwana wewe achana na huyo mtoto. Lakini wewe mdogo wangu uelewi kila siku mara hivi, mara ta fulani yani. Kwa hiyo kamjibu vipi? Nimemkatalia. Siko tayari kumwacha mtoto. Hivi, unajielewa mdogo wangu? Unajielewa wewe? Asa unabaki naye wewe kama nani? Na viongozi wenyewe kabisa washakwambia wanamtaka mwenyewe, wewe kama nani unataka kubaki naye? Mbona unapenda kunichanganya mdogo wangu? Yaani kila siku wewe tu, kila siku wewe ni mtu gani usioelewa? Kwa sababu siku ya kwanza tunamkuta mtoto na tulikubaliana kabisa kama huyo mtoto anarudi wapi? Kwa mwenyekiti, ndio sehemu husika. Lakini wewe bado alipelekwa kwa mwenyekiti, umeenda kumchukua, bado na unaendelea kumng'ang'ania tu. Yaani wewe una matatizo sana mdogo wangu, una matatizo sana. Sijui hata yani Kwa hiyo umefikia mwafaka gani na mwenyekiti? Yaani kikweli kusema wewe mtoto labda kumpa mtu mwingine, mimi siko tayari. Na niko tayari kwa lolote lile ambalo linalokuja mbele yangu, nitakabiliana nalo. Kama vile wanakijiji walivyosema hawanitaki hapa, kama nitaendelea kumshikilia yule mtoto, sawa. Mimi niko tayari. Taondoka ili niwape amani. Lakini kusema mtoto aondoke aende akatupe, mtoto aende kokote, ni uongo. Yaani sijahafti kabisa.
Aya, sasa ushaambiwa uame, mpaka ushaambiwa kwenye kijiji uame. Sasa wewe unafikiri unasubiri nini utaki kumrudisha yule mtoto? Na unaama unaenda wapi labda nikuulize? Unaama wewe unaenda wapi hapo ulipo? Una ndugu sehemu nyingine? Au unataka kujitia uchizi tu? Yaani mdogo wangu wewe sijui ukoje rafiki yangu. Yaani kila siku tunaongea mambo yale. Hadi viongozi sasa washaanza kukuita kwamba wewe achana na huyo mtoto. Isitoshe sasa afadhalia kidogo mtoto angekuwa ni waheri, tungesema labda bwana tutalipa na Mwenyezi Mungu, lakini huyo mtoto tabia zake zenyewe hazieleweki, ni mbovu na chafu, kitoto kichawi. Wewe na wewe unachukua kabisa unatembea na watoto wachawi, unajielewa mdogo wangu? Hapa sasa kaka mimi naona kama tutagombana tu. Nitokee mimi, nitokee. Nenda kanitia dada yako nitatoka hapa. Poa bwana. Wewe vipi rafiki yangu? Wewe ni mtu gani usioelewa? Kiukweli muda unazidi kwenda na nimejaribu kumtafuta kote sijamuona. Nimeenda kwa marafiki zake kote, nimezunguka kote, na pia nilienda hadi kwa babako, ila hajaonyesha ushirikiano wowote ule. Yaani mpaka hapa sasa hivi nimekaa sielewi nifanyaje, sielewi niingie wapi nitokee wapi. Pole sana ndugu yangu, ila mimi nina wazo moja. Kwa nini usiende kwa waganga kumtafuta kakako? Maana ukimtafuta kwa macho ya nyama utamuona, utajisumbua. Sawa, nitaweza nikaenda kwa waganga. Ndio, nitaanzaje wakati kwa waganga kwenyewe sijawahi kwenda hata siku moja, wala sipajui? Kuhusu hilo usijali, nitaongea na babangu. Babangu atachukua uamuzi. Kwa hiyo tunaweza kuelekea hata sasa hivi? Sawa, funga mlango. Nyegeti. Naam Thomas. Kuna taarifa nimezisikia kwa mdogo wangu, hivyo nimekuja kuthibitisha kwako kama ni kweli au la. Maana alikuja nyumbani akanambia kwamba umemfukuza mwenyekiti kijijini. Thomas, hilo ni kweli. Nilimwita hapa Kaundime na nikazungumza naye sana hapa kuhusu yule mtoto, lakini anakuwa yani king'ang'anizi sana mdogo wako. Nimemwambia yule mtoto sasa tumtaki hapa kijijini, inabidi uachane naye, umpeleke kukote kule, hapa kijijini asiwepo, hatumtaki, isije ikaleta matatizo kama yale ya nyuma aliyopita. Mimi nielewa. Kwa hiyo nimejitahidi sana kadri ya uwezo wangu kama mwenyekiti apate kunielewa. Ameshindwa kunielewa. Nikamwambia sasa maamuzi haya ninakupa sasa hivi. Hatutaki tukuone katika kijiji chetu pamoja na wewe mtoto wako. Mkaishi kokote mnakokujua nyinyi, lakini sio katika kijiji chetu. Ni bora tupoteze mtu mmoja kuliko huma mzima wa kijiji hichi. Hiyo swala haliwezekani. Unajua mwenyekiti, mimi nishaongea sana na mdogo wangu sana, sio mara moja sio mara mbili, ndio kuhusu yule mtoto, lakini amekuwa king'ang'anizi na anielewi, kwa sababu toka ujio wa yule mtoto, yani nyumbani kwetu kumekuwa hakuna amani kabisa. Kila siku ni vurugu, kila siku ni vitimu. Yani sijui nikwambie nini mwenyekiti. Lakini sasa mwenyekiti, unajua kwamba sisi tuko watatu tu nyumbani. Ndio. Na yule ni mdogo wetu wa mwisho ambao wazazi wenyewe wametuachia yule kama yule. Sasa tukisema aende
itakuwa sio kweli, na hana sehemu nyingine ya kwenda, labda akapata makazi huko mbele. Sio kweli. Hivyo nilikuwa naomba mwenyekiti, kama kuna uwezekano basi tubadilishe mchakato wa kumfuza kijijini, tutafute hata nafasi nyingine. Sawa, katika kusaidia kitu kimoja tu. Kwa siku ya leo hii kazungumze naye dada yako. Majibu yote atakayopatikana tupeane taarifa. Kwa leo hii tuna muda mchache sana, tutaki yule mtoto tumuone tena katika kijiji hiki. Sawa mwenyekiti, mimi nimekuelewa. Nitaenda kuongea na mdogo wangu, endapo atanielewa basi itakuwa ni vizuri, ila sidhani. Basi haina shida. Sawa, nikutakie jioni njema. Nawe pia. Weka undime. Kwa hiyo unataka kunielewa mdogo wangu Ili kala kama tuongee. Unapenda kukurupuka kwa nini? Fadhali nikuelewe nini? Wote nyapa mnitaki, naondoka zangu, mniache. Mkae na maisha yenu. Tukiona kijiji mnitaki. Nyinyi na mnitaki, kisa huyu mtoto naondoka na mtoto naondoka. Sasa unaenda wapi kaundime lakini? Kivyo vyote vile. Naenda na kaundime. Nini dada? Hebu nipe mziki. Achana nao. Naondoka nao. Kaundime, kwa nini unataka kunielewa lakini? Kaundime, hebu nisikilize kwanza. Dada, mimi naondoka naenda popote pale. Hebu nisikilize kwanza. Kaundime. Hebu kwa dada mizigo. Dada, acha. Nini lakini? Mimi shamu kuondoka. Kaundime. Hebu unatufanya kweli uko serious? Na unajifikiria kweli? Na kwa nini ufanye hivyo? Kwa hiyo wewe upo tayari kutuacha ndugu zako kisa huyu mtoto Upo tayari kutelekeza familia yako kisa huyu mtoto, si ndio? Mimi siwezi kukubali. Hebu nipe mzigo. Dada, naomba uniache. Nishaamua, sawa? Huyu mtoto mimi siwezi kumwacha. Naondoka naye. Yaani nenda popote pale, kama nikafe nikafe naye. Lakini kusema kumwacha hapa mtoto au kwenda sehemu nyingine sikubali. Kwa sababu nyinyi hamnihitaji na mwenye kijiji, wana vijiji na hawamhitaji huyu mtoto. Kwa naondoka naye. Kaundime. Kaka Thomas katoka hapa nyumbani kwenda kwa mwenyekiti kukuombea msamaha. Kuhusu haya mambo yaishi. Lakini wewe unataka kurudisha mambo tena nyuma? Lakini kwa nini unataka kutusikia? Na kwa nini unataka kutuelewa? Hebu kaa chini ujifikirie, unachofanya ni sahihi au sio sahihi? Kwa nini unapenda kukurupuka lakini? Hilo swala unalolifanya hilo. Mimi sijaliafikiri, naomba nipe mzigo. Dada, usiwe mbishi, sawa? Mimi nishaamua. Na yote sitaki kuwaletea matatizo nyinyi hapa na wana vijiji kwa sababu ya huyu mtoto. Ndio maana naamua kuondoka zangu. Kaundime, maisha. Kaundime. Kwa nini unaenda wapi sasa? Wewe Kaundime. Kaundime. Jamani, sasa anaenda wapi lakini? Sasa mnaisikia kaenda wapi? Huko kwa mwenyekiti muda mrefu kaenda mpaka sasa hivi hajarudi. Sijui anafanya nini. Ona sasa mpaka Kaundime kaondoka. Baba. Naam. Nimekuja na mwenzangu huyo. Kuna kitu anataka aongee na wewe. Sawa. Ongea ndugu. Mzee wangu. Ndio. Kama nilivyokuambia jana, ndugu yangu alipotea. Ndio. Nimejitahidi sana kumtafuta. Sijafanikiwa kumpata. Na pia nimezunguka kote kwa marafiki zake, sijamuona. Nilikutana na Kidumu. Akanielekeza kuwa ningejaribu upande wa pili, yaani kwa waganga. Ndio. Ila kwa maelezo yake akasema nije kwako. Maana wewe unajua mambo ya waganga. Sawa. Ni jambo zuri sana ulilofanya. Na wakati mwafaka. Hilo sawa kweli. Na mtaalamu wangu yupo. Anaweza kuifanya hii kazi. Ila kwa muda huu sina nafasi. Tufanye kesho asubuhi na mapema uwasili hapa nikupeleke kwa mtaalamu. Sawa. Ila usiwe na mawazo. Jihakikishe kabisa kwamba mimi swala hili litakwisha. Sawa mzee wangu. Hilo halina shida. Basi sawa. Ngoja tukuache. Haya.
hapa nafumua nywele, lakini hata sina raha. Dada. Afadhali ulivyorudi kaka. Nini tena? Hapa kuna matatizo. Matatizo gani? Sio Kaundime mdogo wako. Kafanya nini? Amepanganya nguo zake zote humo ndani. Ameondoka na mwanawe. Sasa kwani mimi nilikubaliana naye yule mtoto mbona anajichetua yule akili zake? Kwani mimi nilimwambia nisubiri hapa naenda kumwombea msamaha kwa mwenyekiti ili tujue inakuaje? Ndio hivyo ameondoka, unamjua mdogo wako. Amsikilize mtu wote humo ndani. Sio mimi, sio wewe. Mimi kila nikimwambia mdogo wangu, hebu tulia kwanza. Subiri kaka arudi tuongee hili swala. Mimi naondoka kwa sababu najua wote hamunitaki. Na unajua wana kijiji wote hapa hawamtaki yule mtoto. Lakini yeye kamgandia, kamng'ang'ania kama ruba. Sasa vipi tunafanyaje? Sasa dada na wewe umeshindwa hata kumzuia dada rafiki yangu. Yaani basi ungenipigia hata simu. Sasa mambo gani? Naanzaje kupigia simu? Mtu nilivyovurugwa. Mtu asikii kaondoka. Yaani kwanza nimechanganyikiwa, hata hiyo simu hawakuishika sina. Yaani sikukumbuka kabisa kama kuna simu kumpigia mtu. Ila mimi nahisi hajaenda mbali. Pengine yupo hapa kijijini. Yule anapenda tukuumiza vichwa vyetu. Yaani mimi mwenyewe nishachoka na maisha rafiki yangu. Kila siku mizozo. Sasa yeye anaondoka vipi bila ruhusa yangu? Na nimemwambia kabisa nisubiri hapa, naenda kwa mwenyekiti, narudi kukupa mrejesho. Sasa yeye anajichukulia tu maamuzi ajabu, inakuwaje? Mimi inabidi nimfuatilie alipoelekea. Kama nikifanikiwa kumuona, basi nitarudi naye hapa nyumbani. Kama hatujafanikiwa, basi tutafanya harakati za kumtafuta. Najua tu watu waweza kufika mbali. Na hawezi kwenda popote. Pengine tuko hapa kijijini. We dada, hivi unamjua kweli yule mtoto? Unamsikia? Kaundime akili zake za ajabu anazijua mwenyewe. Mimi namuelewa sana mdogo wangu yule. Akishalipanga jambo lake ndio hilo hilo. Anage tabia kurudisha mambo nyuma. Sasa sikiliza. Mimi ngoja niende kwa mwenyekiti kama ulivyonielekeza, alafu ufanye hivyo, alafu tajua itakuwaje. Wewe ukimwona huko nipigie simu. Basi sawa. Mwenyekiti. Naam. Samahani mara moja. Mwenyekiti. Naam, vipi? Safi. Mambo yashaanza kuwa sio mazuri mwenyekiti. Mambo gani tena? Nimefika nyumbani nakuta kwamba mdogo wangu ameshaondoka. Namuuliza dada imekwaje, ananiambia kwamba alijaribu kumzuia sana lakini hakumuelewa. Isitoshe kwamba ameondoka na vitu vyake vyote na sijui ameelekea wapi. Maana mbaya zaidi ameondoka na kile kitoto mwenyekiti. Wewe umetoka sasa hivi tu hapa? Nimetoka sasa hivi, nafika nyumbani. Dada ndo ananiambia Kaundime kaondoka, amefungasha kila kitu kilichokuwa chake. Ameondoka na yule mtoto na ajui ameenda wapi. Mimi nashindwa hata kuelewa unachoniambia. Ila atakuwa ameenda wapi yule mtu? Ndio sielewi mwenyekiti, nimekuja kwako sana, nataka hata ushauri ati yani nisaidie na kwaje mwenyekiti, maana sielewi. Sawa, sasa sikiliza. Kumbuka muda uliokuja wewe hapa. Ulimwacha nyumbani? Ndio. Basi sawa, haina shida. Fanya hivi. Endelea kumtafuta kwa muda huu. Majibu utakayopata yoyote tabii uniletee mimi. Tujue tunafanyaje. Sawa mwenyekiti. Basi ngoja nianze kuulizia mitaa chini kule mabondeni. Weza kwa kwamba labda ameenda kwa majirani kule chini. Basi sawa ndugu yangu. Sawa, jioni njema mwenyekiti. Sawa.
Ninaamini Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Unamwamini leo anakuuliza kesho, mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Minadeleki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu, meshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani na nakulaumiwa, nani tamlaumu, nani tamlaumu. Wote vigeugeu, sio ndugu atajila, wote siamini, hata sijui ni nani mbaya wa mimi. Yananichanganya, yanaumiza roho, yananichanganya walimwengu. Ninaamini Baba Mungu ameumba dunia kwa mapana yake, tujitawale walimwengu. Riziki atatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita. Ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Unamwamini leo anakuuliza kesho, mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Minadeleki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu, meshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezidi maumivu. Najiuliza ni nani na nakulaumiwa, nani tamlaumu, nani tamlaumu. Wote vigeugeu, sio ndugu atajila, wote siamini, hata sijui ni nani mbaya wa mimi. Yananichanganya, yanaumiza roho, yananichanganya walimwengu. Odi wenyewe. Karibu. Asante. Habari za hapa? Hatujaziandika. Mbona unanijibu hivyo? Unafahamu kitu ambacho nilichojia mimi hapa? Wewe hiyo hali unaiona mzuri? Au unakuja tu hapa unauliza vipi hali? Mimi nakuja kuuliza hapa kwa faida yako.
Je, mdogo wako Kaundime alirudi? Nyo, muone kwanza. Mzee hauna aibu wewe. Unajiita mwenyekiti. Tunaenda raia na mali zao. Wako mwenyekiti gani? Kwa hiyo wewe umetoka huko nyumbani kwako kuja hapa kwa kina Sizonte kuja kumuulizia Kaundime. Yaani unataka uhakika kwamba yupo, ameondoka au hajaondoka. Si ndio? Ina maana mimi nimefanya kosa kuja kukuuliza hili, si ndio? Kosa lako nini? Kosa lako kuja kumuulizia Kaundime. Alafu sikia nikwambie kitu kimoja. Kaundime ameondoka hapa nyumbani. Na hatujui ameenda wapi. Lolote litalomkuta ndugu yetu. Yaani wewe tutakufa na wewe. Iwe jua, iwe mvua, tutakufa na wewe mwenyekiti. Tena omba uliweke makini ni swala kitani mwako. Atakuchekea huyo Thomas lakini sio mimi. Yaani mimi mtu mwingine kabisa. Hivi unajua uchungu wa ndugu wewe? Muone kwanza hata aibu hauna. Yaani ungeshikwa na mshipa aibu japo kidogo tu. Alafu unajiita mwenyekiti. Mwenyekiti gani? Mwenyekiti wichi? Kwanza nakuchukia wewe baba. Yaani mimi nakuchukia wewe katika nafsi yangu. Wala ukinge kanyaga katika uwanja huu. Sawa. Inaonekana nimekosea sana kuja kukuuliza swali hili. Lakini kwa faida yako. Yaani umekosea sana. Tena umekosea sana wewe baba. Kuja kumuulizia wewe Kaundime. Aya Kaundime kaondoka. Hatujui kaenda wapi. Umelizika? Umefurahi kusikia jibu? Muone kwanza hata hii muone Muone zile ndevu zake kama mchicho usoti wa maji. Wewe vipi lakini umevurugwa Sikia tena usikie kwa makini yani. Nakuchukia. Tena ukome kukaja katika uwanja huu. Yaani naomba ukome kama ulivyokoma katika zio la mama yako kuja katika uwanja huu. Sijui umenielewa? Muone kwanza vile. Kichwa chake kama boga lisokuwa na maji. Ondoka hapa. Huku baba toka huku. Muone kwanza. Ovyo. Eti Kaundime yupo mmempata. Wewe nakusuri ndugu yako umetangia na damu au? Afu wewe na kumind yani wewe popote utapokuta radi yangu wewe. Nishenzi mkubwa. Vipi hali Thomas? Safi kwema. Kwema, mambo hivi? Guri tu. Vipi kutoka hapo? Amani bwana. Naona upo. Nipo bwana. Vipi maendeleo yenu kuhusu yule Kaundime? Ulibahatika kumuona? Kuhusu mdogo wangu mwenyekiti. Kwa kweli mpaka sasa sijapata mwafaka wote. Kutokana hapo unavyoniona, nimetoka huku kuzulula huku juu kumtafuta yeye. Ndio. Sawa. Hapa nilipo natoka kwako nyumbani. Ndio. Nikamkuta dada yako pale. Ndio. Kabla sijamuuliza akaniwakia kinoma. Yaani anakupanikia wewe? Sasa sababu ya yote hayo ni nini? Yaani nilipokuja kumuuliza, je, vipi utaratibu wa ndugu yako umefikia hatua gani? Akaanza kunitukana sana. Na kunidharau. Unajua mwenyekiti, mimi nahisi kabisa dada yangu hayuko sawa. Ila naomba sana uniwe radhi kwa ile alilokufanyia. Mimi nitajaribu kuongea naye, ikiwezekana akuombe hata msamaha. Maana toka apotee mdogo wetu nyumbani, yani dada amekuwa yani sote hatuko sawa, lakini dada yani kama amechanganyikiwa hivi. Ni mtu fulani yeye muda wote maukali tu, mambo ya ajabu, lakini nisamee sana mimi mwenyekiti. Nakuomba unisamee sana mwenyekiti. Mimi nitakana dada yangu nitaongea naye na nahisi mambo yote yatakuwa sawa mwenyekiti. Sawa, hilo halina shida. Ndio. Mimi najua wale wanawake. Ndio. Kwa hiyo siwezi kumchukia yeye wala kukuchukia wewe. Sahihi mwenyekiti. Na hili litakwisha tu. Sahihi. Kwa hiyo ondoa shaka kwa hilo. Sahihi. Ila yani kifupi kanifedhesha sana, kanitukana sana. Nisamee mimi mwenyekiti. Wewe sikiliza, endelea na mipango yako lakini mimi nitaenda kuongea na dada yangu. Na natumai atakuja kukuomba radhi mwenyekiti. Basi sawa, haina neno. Sawa, nikutakie jioni njema. Jitahidi lakini. Sawa mwenyekiti.
Sijatarajia ugeni duniani kwangu. Wewe ni nani na umefuata nini? Yoyote atakayepita kwenye njia yangu huwa hanaga bahati. Na huyo mtoto unayetaka kumwangamiza, mimi ni damu yangu. Aha. Kumbe wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanahitaji kuangamiza dunia yangu. Hivyo basi, sitoruhusu majini kuangamiza dunia yangu. Nitaanza kukuangamiza wewe, kisha atapata mwanao. Wachawi na waganga wote wanatarajia nguvu zao kutoka kwa majini. Kwa kuwa unaleta dharau na kiburi, nitakupoteza haraka iwezekanavyo. Au utaonekana duniani, au utaonekana mbinguni, kwenye ardhi ya dhambi, na kwenye macho ya binadamu pia hautaonekana. Nitakuteketeza wewe. Utaanza kupotea. Atafuata na mwanao. Siwezagi kuongea sana. Watoto wadogo zao nipi. Maneno mengi, vitendo hakuna. Upila bantu. Shiva. Dada! 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 Hey! Mimi naona papa yuko ananipa nasema ugovu bwana. Hivi dada, unajielewa kweli? Unajielewa wewe? Jamani, kujielewa kivipi tena? Yaani dada, kuna muda wewe unakuwa kama hujielewi yani. Wewe hivi wakuja kumtukana mwenyekiti wewe? Nimekutana na mwenyekiti huko njiani analalamikia kwamba umemchamba, umemtukana, umemuongelea maneno mabovu. Hivi dada, unajielewa kweli wewe? Kwa wewe Thomas, wewe umefurahi sana kwa undime kuondoka hapa nyumbani. Huyo mwenyekiti ndio anasababisha. Huyo mwenyekiti ndio anasababisha nani kaundime kuondoka hapa nyumbani? Ndio nimemchamba, nimemtukana. Haya, unatakaje sasa? Sio kama nimefurahi dada. Mwenyekiti kaja hapa kwa lengo moja, kuja kutujulia hali na tumefika wapi kuhusu lile jambo. Sasa wewe unakuja unamchamba, unamtukana, unamaanisha nini sasa? Mwenyekiti ndio anasababisha. Anamfukuza paka undime. Natakaje kuhusu nini? Sasa dada, wewe hizo tabia za wapi? Tabia za wapi? Wewe umeona wapi mtu anakuja unamtukana, unamchamba, inakuwaje? Na mwenyekiti sio kama alimaanisha kumfukuza Kaundime, amefanya vile kama tishio ili mradi achane na yule mtoto. Eti alikuwa anatishia Kaundime achane na yule mtoto. Kwani sio Kaundime tujaambia kwamba achane na yule mtoto? Aje tusikiliza sisi ndugu zake. Tuliozaliwa tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Yule mwenyekiti tu kisa kapewa cheo, kauli yake ndio tasikilizwa. Ndio mimi nishamchapa mwenyekiti, nimemtukana. Popote aende kashtaki. Alafu Thomas, angalia tena, angalia sana. Maana wewe na wewe mwenyekiti wako huyo litakuta jambo. Mimi mdogo wangu kapotea hapa, kaondoka hapa. Sijui kaenda wapi mdogo wangu. Nina uchungu. Alafu unakuja kuniambia kirahisi. Tumemtukana. Yaani unakuja unanipanikia, yaani umekuja umemind nimemtukana mwenyekiti. Ndio nimemtukana na popote nitamuona, popote pale, so hapa tu. Hata kama dadangu, lakini hatutaki kuishi hivyo. Unaishije sana watu kama hivyo? Haya, mwenyekiti ashenda kusema bwana huko kijijini kwamba watu fulani bwana wa hivi na hivyo anakeuka sheria zangu, sasa inaonekanaje? Akaseme, si kwamba tunaonekana tuna tabia chafu. Akatangaze. Tena akitaka speaker achukue. Hata speaker atangaze kijiji kizima. Si zote kanitukana, nimeenda kwa kanitukana. Siogopi. Yaani mimi nikitaka kulifanya langu, wala sishindwi. Siwezi simogopi mtu wote. Sio mwenyekiti, sio nani. Sasa nakuja kukwambia safi sana. Hana uchungu wa kumtafuta ndugu yetu yule. Kaja kuuliza kwa kejeli hapa nyumbani. Tena usinichanganye kabisa Thomas. Usinivuruge kichwa changu, nishavurugwa.
Nitakuchama naye kama nimemtukana mwenyekiti. Sikuogopi kwa vile kaka yangu. Kwanza nina kazi zangu ndani. Naomba uniache. Usinivuruge kabisa. Naona yaani napenda kunivuruga. Sijui kitu likoje rafiki yangu. Sijui tabia hizi amepata wapi. Vitu tu vya kuongea kistaarabu unakuja unamtukana mtu. Asante. Karibu. Asante. Vipi hali? Salamu. Habari yako? Safi. Kuna mtu mmoja nilikuwa namuulizia hapa. Anaitwa Junior. Junior huyu bwana Chimbeki huyu mganga? Bwana huyu bwana leo ni siku ya pili. Bwana amefariki. Amefariki? Ndio. Sijazipata hizo taarifa. Kwa hiyo wamemzikia wapi? Kwa taarifa wameenda kumzika kwao Morogoro Mbigili huko. Na chanzo cha kifo chake walimokota polini tu akiwa ameanguka. Sasa alikuwa ameenda kuchuma dawa. Pole sana. Tushapoa. Wewe kwani ulikuwa unamdai au mlikuwa mna kazi za kutibiana? Tulikuwa tuna kazi tu zetu ambazo kama unavyojua utaalamu wake. Ndio hivyo bwana, pole sana. Kwambie poleni sana jamani. Kama ndugu na jamaa utawapa pole zao. Haina shida. Pole na wewe. Asante. Kwa hiyo poa. Na wewe ule haraka. Muda wote unakula tu hapo. Kula tu kunya. Ule haraka uende madrasa. Mzee vipi hali? Safi. Shikamoo. Afadhali nimewaoneni hapa. Ndio. Maana nimetoka kwa mtaalamu. Nakumbuka niliwaahidi kwamba nitakupelekeni. Lakini kwa taarifa nilizopata zinahuzunisha sana. Yule mtaalamu amefariki. Amefariki? Ya, amefariki. Labda tu niwape ushauri mwingine. Sawa. Nendeni kwa Kipalala. Mwelezeeni haya yote yaliyokukuta. Wenda anaweza akawasaidia. Basi sawa, haina shida. Ngoja sisi twende. Dada, leo takriban siku ya pili. Hatujui Kaundime kaenda wapi. Ni kweli kakaangu. Yaani mpaka sasa hivi hatujui tuanzie wapi, tumalizie wapi. Kijiji chote tumekimaliza. Kaundime hatujamuona. Yaani mpaka na isikuchanganyikiwa. Sasa kwa hiyo kaka, tunafanyaje sasa kuhusu hili? Maana yaani nahisi kama kuna mzigo hivi nimejitwisha ambao siwezi kuutua. Ila nilikuwa na wazo moja. Unaonaje tukatoka mimi na wewe mpaka kwa Kipalala tukaenda kuongea naye? Kusema ukweli kakaangu, wazo zuri, lakini kwa Kipalala siendi. Nenda mwenyewe. Unamjua yule baba vizuri, hajapoa. Lakini pia ni vizuri, maana unajua kabisa Kipalala anamtaka sana yule mtoto.
pengine labda anaweza kusaidia kwa namna fulani. Kwa mimi nakushauri tu kakaangu, nenda, ila mimi siwezi nikaenda kwa sababu unajua jinsi alivyo yule baba na hatuna maelewano mazuri mimi na yeye. Unajua nilikuwa na wazo yani kwamba usikute kwamba sisi tunajua ndugu wetu kapotea, kumbe labda uweza kuwa yupo kwa Kipalala, maana vitu vyake vilivyo vya ajabu ajabu yule mzee. Mimi yani na wasiwasi kinoma yani kuhusu yeye, na isitoshe kwamba sister ameondoka na yule mtoto hapa. Hivyo nilikuwa naona kwamba tukienda tukamuomba msaada Kipalala na tukaongea naye, anaweza akatupatia msaada. Kwa kama unaona ni sawa, nenda. Mimi siendi. Basi sawa, ngoja niende kwanza kwa Kipalala. Sawa. Toa. Uwe makini maana yule baba yule. Wazi. Tuombe Mungu apate. Naona mmefika kwa wakati. Kama nilivyowaambia, naweza kuwasaidia kumpata ndugu yenu. Lakini hata hivyo, kuna kitu na mimi pia nahitaji. Bila shaka nadhani mnamjua Kaundime. Kaundime ana mtoto wangu, na yule mtoto ni mali yangu mimi. Kwa hiyo mkifanikisha kumpata huyo mtoto na kumleta hapa, basi na mimi nitawasaidia kumpata ndugu yenu. Sawa, tumekuelewa. Ila sasa Kaundime tutampataje? Tumesikia hayupo. Sawa, ila hilo ni swala dogo sana kwangu kujua alipo.
Angalieni hapo. Nadhani mmeona wapi alipo. Mnaweza mkaenda. Sawa. Tumetoka kwa Kipalala kama ulivyotuambia jana, ila Kipalala ametupa kazi moja. Iwapo tukifanikisha, atamrudisha ndugu yetu. Kazi gani? Ametupa kazi ya kumtafuta mtoto. Kwa hiyo mnamjua alipo? Alitupa maelekezo. Sawa. Nisiwapotezeni muda. Ndeni mkaifanya hiyo kazi. Mkimaliza tuonane. Sawa. Sawa. Bwana Kipalala, nahitaji msaada wako Bwana Kipalala. Mdogo wangu amepotea leo siku ya pili. Ameondoka bila hata kuaga na sijui hata ameenda wapi. Na mbaya zaidi, ameondoka na yule mtoto ambaye ulikuwa unamtafuta wewe. Sasa nilikuwa naomba msaada wako Bwana Kipalala. Endapo kama tutampata mdogo wangu, basi yule mtoto ambaye ulikuwa unamhitaji wewe tutampata pia. Naomba unisaidie Bwana Kipalala. Hilo ndo tatizo la kuchukua kiumbe changu ambaye nilikisimbika kwa matambiko yangu. Nimekuelewa Bwana Kipalala. Lakini nilijaribu kuongea na ndugu zangu tumrudishe kwako. Lakini kila tukimrudisha na kuja kumkuta tena nyumbani. Nilishindwa kuelewa kuna nini na kuna kipi ambacho kinajificha. Isitoshe sielewi inakuaje, kwa sababu ndugu wangu nishamsihi sana kuhusu yule mtoto kuwa amrudishe, lakini hakufanya hivyo. Mimi naomba unisaidie patikane mdogo wangu, na kuhakikishia mtoto wako si tutampata, atakuja, atarudi. Endapo mdogo wangu akirudi, yule mtoto utampata Bwana Kipalala. Sawa, mimi nitakusaidia, na hata huko alipo atakuwa salama, manake vyote vilivyokuwa chini ya jua basi mimi ndo mtawala wake. Sawa Bwana Kipalala, nashukuru kwa hilo na kuamini. Usije ukaniangusha Bwana Kipalala. Unajua tumezaliwa watatu tu nyumbani. Wa kwanza dada, wa pili mimi, anafuata yeye. Tumeachiwa na wazazi wetu tumlinde, tumtunze. Hivyo nakuomba sana Bwana Kipalala, asije akazulika kwa lolote. Nampenda sana mdogo wangu. Sawa, wewe nenda nyumbani. Utakuja kuanzia hapo hapo na atapatikana. Sawa. Nimekuelewa Bwana Kipalala. Acha basi nirudi nyumbani.
Dada, habari? Salama. Tunaomba mtoto. Wa nini? Dada, tunamuomba huyo mtoto. Mtoto hapa atoke. Hatutaki shari. Leo tumekunywa chai tumeshiba. Hatutaki shari. Tunamuomba huyo mtoto. We mtoto wa nini? Mtoto nimembeba mimoa nini? Tupe huyo mtoto. Ampati mtoto. Naomba mniache. Sitaki niache mtoto wangu. Sitaki. Dada. Oh. Vipi? Umerudi? Vipi? Za huko. Nimeenda nimekutana na Kipalala. Na nimeongea naye. Ila alichonijibu yani nimeishiwa pause kabisa. Kwa sababu hata yeye amesema ajui wapi alipo mdogo wetu. Kipalala ajui Kaundime alipo. Hivyo kabisa, na uhakika kabisa? Hatuwezi tukapingana naye kutokana ndo ashasema hivyo kwamba yeye ajui alipo mdogo wetu. Ila aliniambia kwamba anaweza akanisaidia kitu kimoja. Kitu gani? Aliniambia kwamba anaweza akanisaidia kumtafuta mdogo wetu. Na alisema kwamba katika hizo prosesi za kumtafuta mdogo wetu tutakuja kuzianzia hapa nyumbani. Kivipi sasa? Nimeshindwa kumuelewa kwa nini tuje kumwanzia hapa nyumbani hali ya kuwa hapa nyumbani hatujani hatumuoni dada. Lakini kama unavyojua yule ana tabia za kishirikina. Weza kwamba labda amemficha humu ndani sisi hatumuoni. Kipalala aje hapa nyumbani. Na umalizika kabisa, umemruhusu aje hapa nyumbani. Ila hatuwezi tukamzuia Kipalala kutokuja hapa kwa sababu sisi ndio tuna matatizo na tuna shida. Kwa hiyo Kipalala anakuja hapa nyumbani. Lazima aje. Na umemruhusu. Sasa tuko na matatizo alafu tumpinge na kuaje? Yaani mimi sijalizika Kipalala kuja hapa nyumbani. Ila sawa, maana ushaamua. Mimi nifanyeje sasa? Kwa vile tuna shida na sisi hamna shida. Nakwambia anakuja saa ngapi? Ndio hivyo. Ananiambia atakuja, sasa sijajua atakuja muda gani. Basi sawa. Maana umenishtua hiyo Kipalala kujani roho yangu hapa pu juu yani. Kipalala kuja hapa nyumbani. Ndio basi tu. Lakini sema na yeye mmezidi mambo ya ajabu. Naenda kumchokonoa huko, akianza uchizi wake kuja hapa tena hadi kumuogopa, mnamuogopa tena, inakuwaje? Vipi? Ushafanya chochote? Maana sielewi. Ulivyoniacha ndio umenikuta hapa pa. Kwani si ndio hapa ilipotuonyesha Kipalala? Ndio hapa. Sasa yuko wapi? Mimi naona ngoja twende tukamuulize mwenyewe. Kwamba kule tuliko kwenda hatujamkuta, labda nadhani tutakuwa tumechelewa. Au ulikuwa unalionaje? Sawa, ila ngoja tujaribu kumwangalia mtaani. Ataweza akawa hayupo mbali na hapo.
huru, ni lazima upokee. Nipokee nini sasa? Lazima upokee. Nipokee nini sasa? Siwezi kupokea. Ni lazima upokee. Siwezi kupokea. Lazima upokee. Siwezi. Tommy, kwa jicho langu la tatu naona mdogo wenu yuko nje ya hichi kijiji, na hata hivyo yupo kwenye hatari kubwa sana. Sasa kwa hiyo Kipalala, unatusaidia vipi? Na kashatoka nje ya kijiji, unatusaidia vipi kama tumpate mdogo wetu? Yule mtoto ambaye alikuwa naye ni mtoto wa majini. Sasa mbona ni kali? Mimi kwa kweli nahisi kuvurugwa, lakini Kaundime nilimwambia mimi toka mwanzo. Kumbe tunakaa muda wote tunagalauka, tunacheza na mtoto wa jini, anacheza na mtoto wa jini mdogo, lakini Kaundime jamani mbishi. Kweli naamini kwamba ana control na yule mtoto. Yaani ana control na yule mtoto kabisa Kaundime. Si yaani Kaundime kweli wa kunijolia mimi dadake mpaka kuondoka hapa nyumbani. Mimi Kipalala nakubali kwamba yule mtoto kweli kabisa anamuongoza mdogo wangu. Na ndio maana mimi nijitolea ili niweze kumlea, kwa sababu kama ningemlea kuanzia utoto wake mpaka ukubwani angekuwa amenifanyia kazi nyingi sana. Sasa tunafanyaje? Na sisi tunataka kumuona ndugu yetu. Siku zote nyinyi mnaniona mimi ni mbaya. Sasa mtu mbaya anaweza akatoa msaada? Hapana Kipalala, kuna msemo wanasema hata shetani anaweza akawa malaika pia. Hivyo mazanio ya kuwa kwamba wewe ni mbaya sio kwa sote tulikuwa tunazania wewe ni mbaya, ila tabia zako za pale nyuma ndio zinatuaminisha sisi tuamini kama wewe Kipalala ni mbaya. Lakini tunahitaji msaada wako Kipalala, naomba utusaidie. Unaweza mkamwona mdogo wenu, lakini hamtaweza kumgusa wala hata mkiongea hataweza kuwasikia, na hamtaweza kumwona kawaida. Labda niwapeleke kiroho. Tupo tayari. Sawa, tuko tayari. Sawa. Ingieni hapa. Huwa viatu. Kaundime ndugu yangu. Kaundime. Wewe Kaundime. Bila shaka huyo ndo ndugu yenu, lakini hapo hawezi kuwasikia. Basi tufanye mpango Kipalala, tumchukue ndugu yetu. Yaani fanya chochote tunachoweza tumchukue tuondoke naye kuliko kumwacha katika mazingira haya. Yaani haya mazingira ni magumu sana. Kweli ndugu yangu mimi anakaa kwa mazingira haya. Hata chakula ukila akipiti. Hapana, fanyeni mpango tuondoke naye. Kwa kweli siwezi nikamwacha katika mazingira haya mimi ndugu yangu. Sio kwa wakati huu. Labda kwa wakati mwingine. Tunaweza tukaenda sasa. Sasa Kipalala, kwa nini sasa tumeshindwa kumchukua pale? Kwa nini hujaturuhusu tumchukue? Na unaona kabisa Kipalala jinsi gani mdogo wetu anapoteseka. Hivyo unafurahi jinsi anapopitia ile maisha Kipalala? Kama nilivyowaambia,
pale hamwezi kumgusa wala mkiongea hawezi kuwasikia. Sasa kwa hiyo unatusaidia vipi sasa katika hili? Kwa sababu sisi tunamtaka ndugu yetu. Sawa, lakini sio rahisi kama unavyofikiria. Inabidi nizungumze na majini ili waweze kunipa ridhaa. Kipalala, wewe una uwezo wa kuongea na ule mtoto na kufanya chochote. Hivi unaonaje wewe ungemchukua ule mtoto ubaki naye na sisi uturudishie ndugu yetu Kipalala? Tunaumia, sisi tunamtaka mdogo wetu ule mtoto, sisi tunaja naye. Ili mdogo wenu aweze kurudi, lazima niongee na majini ili waweze kunipa ridhaa. Na hata hivyo lazima yule jini mtoto atolewe katika mwili wake. Sasa Kipalala, wewe unajua, wewe unaweza kuongea nao na yani wewe unaelewana nao majini. Hivi kwa nini usitumie ujanja wako ukamchukua huyo mtoto ukaishi naye, sisi arudi mdogo wetu? Maana yake hata sisi hatumhitaji ule mtoto. Sawa, tutakutana kwa wakati mwingine. Wewe ni nani? Naomba unisamehe dadangu, naomba unisamehe. Mimi sitaki kufa, mimi sitaki kufa, nisamehe. Naomba usiniue. Na nisamehe. Mimi sio mtu mbaya. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukusaidia. Kunisaidia mie? Ndiyo. Naomba unisaidie, nitashukuru, naomba unisaidie. Lakini na mimi pia unisaidie. Nikusaidie nini? Huko duniani kwenu kuna mtoto anaitwa Azumba. Azumba tena? Kafanyaje huyo Azumba? Namtaka wa mtoto. Endapo nikimkosa nitakosa cheo huko ujinini. Sawa dadangu, mimi naomba unisaidie. Mimi nipo tayari kufanya chochote unachokihitaji. Nipo tayari kufanya chochote, mimi naomba tu unisaidie nitoke huko polini, nimechoka. Naomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia. Fumba macho yako. Mfumbe macho? Sizonje rafiki yangu. Yaani kusema kweli siku hizi yani sijui hata muhimili wa ndoto zangu. Kwani imekuwaje shoga yangu? Mbona sielewi? Yaani kusema kweli siku hizi yani sina amani, kila nikilala nikiamka yani naota ndoto za ajabu, huwezi amini. Pole sana shoga yangu. Maana hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo unapitia. Na alafu uliwahi kumuuliza mama kama kwani kuna masuala haya matambiko nini? Sijamwambia mtu yote, wewe ndo wa kwanza kuambia. Alafu nasitoshe, yaani nikilala kuna msichana mmoja ananijia, anakuambia tunakuomba upokee hicho unachopewa. Sasa mimi sijawahi kupokea kitu chochote na sijui hata kitu gani kinaendelea kwenye akili yangu, hata sielewi, sina amani.
Huo sasa shoga yangu ni mtihani. Kama ndoto moja inajirudia zaidi ya mara 3. Yaani kila siku ndoto hiyo moja. Kuna kitu hapo. Inabidi umwambie mama. Maana ndio swala sio unaniambia mimi tu. Mimi nitakushauri kama hivi shoga yangu. Lakini mama ndio atakwambia, atakuelekeza kama yapo au hakuna. Maana ukiniambia mimi hapa nitakushauri haya, tutakaa kimya, ndoto bado itaendelea kukutawala. Lakini ukimuuliza mama, naagea kumuuliza, kwanza usimwambie kuhusu hiyo ndoto. Ila wewe muulize tu kwamba mama, eti nyumbani hakuna masuala ya matambiko kama uganga haya. Kama akikujibu yapo, basi wewe ndio utatiririka kumueleza hiyo ndoto. Lakini kama akikujibu hamna, wewe utajua sasa ufanyeje ili umuelezee. Maana kama kila siku ndoto ni hiyo tu ambayo inakutawala katika akili yako, ambayo kila siku unaiona, kuna kitu hapa. Mimi nikikaa mpaka kichwa kinaniuma sana kuhusu hiyo ndoto. Pole sana shoga yangu. Najua hapo changamoto unayopitia. Ila sisi binadamu tumeumbiwa sana mitihani. Na wewe mtihani ambao unaopitia, sio mimi, sio wewe. Kila mtu ana mitihani yake mwenyewe anaibeba anayopitia katika maisha yake. Kwa shoga yangu pole sana. Na Mwenyezi Mungu kutugea mitihani sisi binadamu ni kawaida tu. Kwa kila binadamu atabeba mtihani wake, atabeba mzigo wake. Mimi na mitihani yangu napitia, na wewe una mitihani yako ambayo unapitia. Kwa ni changamoto hizi binadamu ni kawaida sana. Yaani changamoto mitihani yote ni binadamu tumeumbiwa nayo. Na kuna kauli moja inasema kwamba kila mtu atabeba mzigo wake. Kwa utabeba mzigo wako, mimi nitabeba mzigo wangu. Kwa shoga yangu pole sana. Yaani ndoto ni moja, kila siku ya Mungu ndoto moja. Kuna jambo hapo sio bure. Sawa, mimi nishakuelewa. Nitajaribu kulifanyia kazi ile swala la ibada. Huenda nitakuwa sawa, sina amani siku 3 hivi. Sawa. Tuachane nayo. Vipi leo tuende kutafuta kuni? Yaani hapo hilo ndio jambo la muhimu. Najua kalili. Hapo bondeni kila mtu anategemea hapo kijani hiki cha kijani kilivyokuwa kimekolea cha kijani. Sasa hizi tutakuwa na kuni shoga yangu. Sema kweli mimi nyumbani sina kuni. Tutafanyaje sasa? Lakini haya. Ngoja hapa tupumzike kidogo, jua ili lishuke kidogo. Tutaenda. Maana huu mjua mkali tushuke huko mbondeni haya. Tukikutana na mijoka michatu na mimi ndo habari za eka hizo kimbizana mipolini ndo siwezi kabisa. Kwa subira iko kijua kidogo kiname. Tutateremka hapo bondeni kwenda kuvipapania hivyo vikuni. Maana kwenda kupapania kuna kuni huko. Kila mtu ateremka huko bondeni. Basi sawa, hamna shida. Nakuelewa. Kipalala, tumefanikiwa kufika mahali husika, lakini hatukumkuta. Sijajua tumechelewa au kuna nini kinachoendelea. Na pia tulihitaji kuzunguka hata mtaani, hatufanikiwa kumuona. Sawa, mimi najua kila kitu. Hivyo basi, ndugu yenu ameshapatikana. Ina maana wewe ndio ulomrudisha au kuna nini kinachoendelea? Nyinyi rudini nyumbani. Muda na saa ndugu yenu ataweza kurudi. Sawa. Basi ngoja twende.
Mwenye nimechoka mpaka. Nilikwambia mimi zawadi. Huku kuni hakuna kwa sababu hiki kipindi cha mvua hiki. Unaona kijani kilivyokuwa cha kijani hiki. Miti yote mibichi. Na ile miti mikavu ilikuwa mikavu imebugujwa imeisha, yani imejaa maji. Kota beba miti ilikuwa na maji na kubeba kuni mbichi sasa hivi sio kweli. Ni kweli shoga yangu. Basi kutarajia kama kutakuwa kavu kama hivyo. Majani naona majani kujani. Kuni hata hamna. Lakini ndio utafanyaje? Mimi nyumbani sina hata kuni. Tukate kama bichi tukaanike. Kukata mimi kuni mibichi? Mimi mwanangu kuni mbichi kukata siwezi. Kwanza mzito. Siwezi. Ila kama unakata ndugu yangu, panga ili hapa. Kata ubebe. Mimi kukata kuni mbichi na kilima cha pale wala sikiwezi kwa sababu maisha yangu yenyewe mazito. Nibebe vitu vizito haya wapi na wapi? Yaani mbebe kuni mbichi peke yangu. Sio kweli. Tuondoke tu wote hivyo hivyo. Basi tuondoke. Mimi siwezi kukata kuni mbichi kubeba. Sasa maisha yangu yenyewe tu mazito. Haya twende. Nimeshachoka. Usisagara jamani. Wewe sagara. Sagara. Kubwa. Mbona umelala hapo katika mazingira haya? Nina mijani. Vipi mbona umelala hapo? Tunakuuliza. Sikia. Huyu anahisi hayupo sawa. Hayupo sawa kabisa. Yaani hapa tumchukue tuondoke naye tu nyumbani. Ndaje kulala polini? Mimi nakwambia huyu hayupo sawa. Mimi sinajua hiki kijiji nakijua vizuri, utaniambia nini? Kwa hiyo tumchukue tuondoke nyumbani. Yaani huyu utakuwa kuna kitu tayari kishamkuta. Kwa hiyo mimi tumchukue hapa tuondoke naye nyumbani. Nitaondoka naye nyumbani kwangu. Basi nyanyuka. Amka. Hebu niambie. Mbona nimekukuta katika hali hii? Katika mazingira yale. Chafu, yani umechafukiana mwili majani, vumbi mwili mzima unanuka. Maana toka siku ile tulizokutana, hatujakutana tena. Leo ndo tunakutana na kutoka katika mazingira kama hayo ya ovyo. Kama chizi. Shida nini kwani? Sahihi. Kwanza asante kwa kunisaidia. Usijali. Pia alonikuta huko ni makubwa sana, tena sana. Lakini kabla tujaenda huko, hii nguo ulonichagulia sijaipenda.